Tuko naye hapa live kabisa, na kubwa zaidi ni kuhusiana na siku ya leo. Tumependa sana kwamba tajiri alisema kwamba I wish jimbo la Dar es Salaam stand up ingeimbwa hata siku akiwa hayupo tena duniani. Chidi, kwanza tunataka kuniambia ulijisikiaje baada ya kusikia kauli hiyo? Sijajisikia vizuri kwa sababu sipendelei itokee hilo tukio, lakini sasa inabidi nilikubali kwa sababu ni ombi kutoka kwa kiongozi wetu ambaye ametaka yeye hivyo, na mimi hatujui nitatangulia mimi ama nitatangulia yeye, lakini kama ikitokea nitafanya. Unafikiri kwa nini wasanii ni wengi sana ambao wanaimba, lakini mimi najua Tanzania kuna kundi kubwa sana, unafikiri kwa nini alikusuggest wewe Chidi Benz pamoja na wimbo wa Dar es Salaam Stand Up? Nafikiri ni wimbo ambao yeye anaupenda sana, alafu anajua mimi jinsi nilivyopigana, alikuwa ananiona nilikotokea mpaka nikaja nikawa mmoja kati ya zao lake yeye. Kwa hivyo anajua hasu zangu na anajua akili yangu, anajua nawaza nini. Kwa hiyo amefurahishwa na mimi, na ule ni wimbo wake bora sana. Kasha uposti mara moja mara mbili, akiwa anafurahi, najua anaupenda sana. Okay, Chidi, mimi nataka uniambie uliwaza nini kuimba Dar es Salaam Stand Up? Niliwaza tu kufanya wimbo mzuri ambao utaongelea Dar es Salaam, kwa sababu watu karibia wote tupo Dar es Salaam. Kuna watu wengine wanaishi sehemu zingine, lakini mtu atatoka atakuja Dar es Salaam. Kwa hiyo nikasema nitafuta kitu ambacho watu wakiwa kwenye club au nini au party shows Dar es Salaam, utakuwa mpate wimbo ambao utakuwa ni Dar es Salaam. Hivi ukienda mkoani na watu wakiwa wana suggest wimbo wa Dar es Salaam Stand Up, huwa unatumia mbinu gani kuwafanya hata waitikie Dar es Salaam Stand Up? Kwa sababu unakuta labda uko Mbeya au uko Moshi, unasema labda Dar es Salaam Stand Up, labda unataka unipe experience show namna hiyo, ukitaka kuperform nyimbo kama ya Dar es Salaam Stand Up, huaga unafanyaje ukiwa mikoa mingine tofauti na Dar es Salaam? Naimba Dar es Salaam Stand Up. Ndio unajua ni wimbo ambao kila mtu anaupenda. Yaani haijalishi umesemwa Dar es Salaam, eti nikifika Tabora niseme Tabora Stand Up. Nao hawaitu Tabora Stand Up. Watu wanakuambia kabisa tunataka tusimame nini Dar es Salaam. Na ukiwa Mombasa, hata Mombasa kote ukiwa Chidi wewe Rashidi wewe uko kote, mimi hata nikiwa Nairobi na bado naimba Dar es Salaam, nikiwa popote yani kokote nitakwenda naimba ni Dar es Salaam Stand Up, cause ndio wimbo ambao watu wanautaka. Usio kwamba eti tu kuna watu pale labda ni watu wa Dar es Salaam wako pale, bado pia hata watu pale bado wanapenda Dar es Salaam Stand Up, ni wimbo bora. Okay, naona Mlimani City kumepamba moto mwezi wa 7, naona comment nyingi na Chidi atakuepo, na Chidi atakuepo, na Chidi atakuepo, na Chidi atakuepo. Tuambie umejipanga vipi kuelekea show hii nzito kabisa ya heshima ya Bongo Flava kwa nyima legendary wote nchini Tanzania? Kwanza mimi nimepata bahati wajua kuwemo mule. Ukiangalia watu ambao nimezungukwa nao ni watu ambao kidogo wamenizidi, umenifahamu Kwa hivyo mimi kwangu nimepata bahati, naona nizali, naona nitakuwepo kwenye historia, nitakuwepo kwenye historia na wao, umeona lakini natamani sana kila mtu kila sehemu aje aone, aje angalie, kwa sababu kuna watu wengi sana wamemisi muziki ya zamani. Kwa hivyo wale watu wanaosema bwana muziki ya zamani, naamini ndio wao watakuwepo kwa wingi. Okay, Chidi, sasa hivi tunaweza tukasema kwamba hakuna kama wewe. Yaani Chidi ni Chidi, unique wake ni ule ule. Hivi Chidi, una mkakati gani katika kuinua wasanii wapya wachane angalau wakaribie kidogo kama unavyofanya wewe? Mikakati ipo, lakini sasa inabidi mtu kwanza uangalie wewe unajisimamishaje wewe ndio umuinue mwingine, si unajua. Kwa hivyo kwa mimi sasa hivi naangalia pia na mimi na mipango gani ya kujisimamisha mimi niwe ili sawa sawa kwenye kila sekta, ili ndio niweze kumsaidia mwingine. Nikisema sasa hivi niwamsaidie mtu mwingine wakati mimi mwenyewe bado najiona natakiwa nijisaidie sasa hivi sana, nitakuwa nadanganya. Kwa hiyo mikakati ipo, lakini acha kwanza nikae mimi nijiangalie niko sehemu gani na nimesimama kidesign gani, baadaye nitapofikia nitasema okay, sasa hivi naweza kumsimamisha mtu mwingine. Hivi katika kolabo zako zote bora Chidi ambazo umezifanya, ni kolabo gani ambayo mpaka leo ni hata ukikaa tu unasema aisee kweli hapa nilifanya kolabo? Zote, lakini napenda kolabo na Langa, napenda kolabo na Mangwea. Nilifanya ngoma na Mr. Ebo, hiyo ndio niona maajabu, ndio kwa mara ya kwanza namuona mtu anarekodi amekaa. Alafu pia unajua Ebo style yake na mimi style yangu vitu tofauti unajua, lakini tukafanya. Kwa hiyo zipo collabo. Bibi, hasa mtu amekaaje? Hebu nataka Ebo anarekodi kwa amekaa. Kwenye kiti? Lakini siku hizi naona pia watu wengi wanafanya, lakini Ebo hiyo zamani sana, nafikiri tunaongelea 2006 sio 2006 ndio natengeneza album yangu ya kwanza nafikiri. 2006 2005.
Amekaa, hebu anakaa simami. After hivyo Kimasai na mimi naimba kawaida, kwa hiyo Kiswahili, kwa hiyo yani ile ndio nilienjoy. Si bonga la exclusive. Sasa Chidi, collab zote kali. Spark pia collab yake kali. Collab zote kali. Zote. Wakati Mr. Ebo amekaa kwenye kiti, ulimuuliza kwa mbona unakaa kwenye kiti? Mimi nimesema ilikuwa. Sikumuuliza kitu, ni bwana naona au vipi, akamwambia bwana mimi nakaa bwana. Mimi sijazoea kusimama. Kabisa hivyo. Safi sana ukimwona. Safi sana, furahi sana. Yeah. Yes, okay. So Chidi, sasa hivi naona umesimama kwa ukubwa na kila mahali unaitwa kwa heshima kulingana na heshima yako ulionao pia Chidi Benz. Lakini pia nasikia za ndani kuna EP yako moja nzito kali hiyo. MV09 iko kwa MV09. Sasa mbona uiachii? Mna miaka inazidi kwenda, mwaka unaisha Chidi. Sasa unajua unaachia kitu kama kipo tayari. Yaani bado hakija kuwa tayari. Yaani hata tutaki tuseme kinatokea wapi, kwa nani. Yaani bado hakipo tayari. Ila nitaachia. Muda ukifika nitaachia. Utulivu unahitajika sana unapokuwa na kazi. Hapo katikati nilikuwa natoa tu vitu kwa vilikuwa havina mipango, umeona. Kwa hiyo vinakuwa tu vinaluka. Lakini sasa hivi unatakiwa sana utulivu, heshima na uwe na adabu ya ile kazi. Unajua hii kazi inakuwa na adabu nayo. Hata kama haitouza sana, basi watu wakisikia waseme bwana hii kazi kaifanya nzuri. Kwa hiyo tunaona siwezi kukurupuka sasa hivi. Okay, so Chidi, kwa kumalizia tu, kwa sababu najua watu wengi wanakufuatilia sana, nao ni kipenzi cha wengi. Kuna watu wanalalamika hasa mbona Chidi kuna nyimbo zake kali ziko kwenye akaunti za watu wengine, kwa nini zisikie kwenye akaunti yake kama yeye? Hilo ni tatizo ambalo limekuwa kwa muda mrefu, na ni tatizo ambalo ndio hivyo nchi yetu, na hata kwingine pia watu wengi wanachukua fursa kwa kuchukua kazi za watu ambao wamezifanya wao, kazi hawana. Kwa hiyo kazi yao ndio hiyo, umeona. Yani wao waimbi, wasubiri uimbe, wao wachukue. Kwa hiyo ni mistake kama imefanyika, tunajaribu kuweka sawa kidogo, tunapigana nayo, naona tutaenda sawa. Tunajua kuna muda mwingi sana hapa tuko kwenye line, yani tupo lakini kwa sababu hatupo kwenye line na maanisha. Kwa hiyo nao at least tunaelekea huko kwenye mstari huo, so mambo yatakuwa sawa. Okay. Kingine ambacho pia ni muhimu sana Chidi, na hii ni kwa niaba ya wananchi wote nchini Tanzania. Huu ni mwezi wa wanaume na kumekuwa na malalamiko, wanaume wengi wao wanapitia changamoto usani, kuteswa na wapenzi wao na wake zao na vitu kama hivyo. Wewe ni msanii na ni kioo cha jamii, mara nyingi unaimbaga, kuna siku ulishasema usiombe mapenzi ya kupige teke inauma. Sasa je, tunataka kujua labda Chidi, wewe ulishakupitia changamoto kama hizo au uliamua tu kuimba kama art? Changamoto kama mwanaume rijali hujaweza, hamna mtu ambaye amewahi kukosa, lakini pia inategemea mwanamke ulikutana naye wapi. Unajua mwanamke naye pia ni binadamu, naye ni kiumbe, na yeye vile vile anajiuliza kwamba na mimi na changamoto zake, na ukimuuliza mwanamke anakuambia changamoto za wanaume. Kwa hiyo inatakiwa mpenzi wako kwa ujumla, inategemea umekutana naye wapi. Si umeelewa? Kama ulienda sehemu za starehe, sehemu ambazo wewe umeenda tu umekutana naye sehemu za watu wengi wamejichanganya, huyo sio mwanamke wako. Unajua huyo sio mwanamke wako. Lakini kwa sababu wachache wanaweza ku maintain, umekutana na mtu club au bar au si kwenye harusi au nini, afu uka maintain ukakaa naye muda mrefu ndio mwanze mahusiano. Hiyo ni wachache sana. Pale mtu anataka kumaliza siku hii, bwana angalia mtoto yule. Mtoto bwana njoo wewe, unapoona mtu anaongea naye na nini, unamchukua pale unataka kumuonesha action pale. Kwa hiyo tofauti na yule mwanamke ambaye unamfuatilia kwa muda mrefu. Sio maana unaweza kumfuatilia kwa muda mrefu, ujue kwao, ujue tabia yake, ujue miosho yake, ujue ndugu, ujue alikuwa na ex nyuma wako vipi, wameachana, bado wanawasiliana, ujue amepata watoto na mtu, ujue yani kuna vitu unataka ujue. Huyu ana kazi, so mimi ningemchukua, na maana mimi inabidi nimpige tafu huyu kwenye life yake, niko tayari kwa hilo, umeona. Huyu hana kazi, umeona, inabidi mimi nikimchukua pia nijue na fight naye vipi, mimi kama mimi. Kwa hiyo kuna vitu vingi, na vile vile unatakiwa mpenzi wako yale maneno uliyomwambia siku ya kwanza yasibadilike. Sasa kama ulidanganya, labda unajua mimi nyumba yangu ile ya si Kigamboni, unajua ile fundi bwana bado kichoo tu animalizie na nini, lakini sasa hivi niko pale niko na moja Mbezi. Yani unachanganya vitu vingi ambavyo ukija kukaa na yule mtu anakuwa vile vitu havioni vile, si umeelewa? Kwa anagundua ulimdanganya. Kuna mwingine anaelewa kwa sababu tayari yuko kwenye mapenzi, lakini wachache sana wanakuwa direct. Mwingine anajua ulishandanganya once,
Kwa hiyo hii vitu vingine sijui tunakoelekea. Kwa hiyo kuna doubt tayari. Mapenzi yanakuwa yako yanacheza hayo, umeona? Lakini kama umemwambia mwanamke wako ile hali ambayo unayo, maisha yako ambayo yalivyo, anakuchukulia hivyo ulivyo. Si watuchidi wa chizi yule, mimi nampenda jamaa. Hana kitu alafu mimi nampenda jamaa yangu. Bwana yule unajua ana kokote bwana, mimi nampenda jamaa yangu. Kwa hiyo tofauti yule mkija kuzingwana, tofauti na yule ambaye uliko tayari ulimtengenezea picha yako ambayo yeye kashaibandika ile picha kwenye kichwa. Kwa hiyo na hicho naweza nikamwambia kila mtu anamzingua mtu. Mwanamke anamzingua mwanaume, mwanaume anamzingua mwanamke. Tegemea mlikutana vipi, mlizungumza vipi mara ya kwanza. Huwezi kuongea mara ya kwanza hivi, hapo mara ya pili kuongea tofauti. Tayari unakuwa kuna trust. Kwa hivyo hivyo, lakini mapenzi kila mtu anamuumiza. Okay, Chidi, mimi nashukuru sana Chidi.